Taarifa ya ukusanyaji wa mapato yatokanayo na matumizi ya hifadhi ya barabara. Mheshimiwa Meya, wakala wa barabara jijini na mjini TARURA inapenda kutaarifu umma ifikapo mosi Julai 2026 itaanza ukusanyaji wa mapato yatokanayo na mkongo wa mawasiliano fiber na mapato ya vyanzo vingine vinavyotajwa kwenye jedwali namba 1 na namba 2 ikijumuisha KEMSI pamoja na tozo za usimamizi wa mabango, matangazo. Pamoja na hayo, kwenye taarifa hiyo kuna gharama ambazo zimeainishwa. Ukiangalia peji ya pili au karatasi ya pili inaonyesha gharama za miundombinu kwenye maeneo husika. Kama ukitaka kuweka kituo cha mafuta kinakaribiana na barabara, gharama yake ya maombi ni milioni 2,100,000 na gharama ya malipo ukiwa unaendelea kutumia ni shilingi 21 kwa mwaka, 21,000. Vitu ambavyo vimeainishwa ni vingi. Kuna vibanda, migahawa, wauzaji wa matunda, sehemu za utengenezaji wa samani, sehemu za kuzuia vifaa vya ujenzi, maegesho, kawashi na sehemu za market. Zipo gharama zingine ambazo pia umeziainisha ambazo za kufanya biashara katika maeneo ya barabara, na hili pia sisi kama halmashauri kupitia kitengo cha mipango miji tulikuwa tuna zoezi la kuhakikisha kwamba watu wale wanakwenda kupisha yale maeneo kwa ajili ya kuacha mji katika usafi. Sasa nyinyi kupitia hili, kwa sababu tumeona kuna vibanda mmeviainisha, kuna wanaofanya shughuli ya car wash na kadhalika. Sasa nyinyi hamuoni kupitia hili mnakwenda kukwamisha zoezi letu lile la kuhakikisha kwamba tunakwenda kuusafisha mji wetu ili uweze kukaa katika mazingira yaliyo salama? TARURA na mkurugenzi, kabla ya utekelezaji wa jukumu hili au jambo hili, ni vizuri mkae kwanza kabla ya utekelezaji ili tusipeleke taharuki kwa wananchi wetu. Sambamba na swala la mabango, tuangalie tusipeleke mzigo mkubwa sana kwa wananchi, kwamba manispaa itoze hiyo tozo ya mabango, lakini TARURA nao mkatoze tozo ya mabango, lakini bado wafanyabiashara wetu tunafahamu walio wengi hali zao bado ni za kawaida. Kwa ni vizuri pia mkae kabla ya utekelezaji wa chanzo hiki cha mapato, muone namna nzuri sasa ya kujipanga ili tukusanye tozo ambayo ni ya haki, isiyokuwa na mzigo mkubwa sana kwa wananchi wetu. Hili swala la TARURA, kwamba TARURA na manispaa, wataalamu wa manispaa mkutane na mweke mpango ukae vizuri wa kile ambacho TARURA wanaenda kukifanya na kile ambacho pengine ni halmashauri ilikuwa inafanya, sasa hivi kinarudi kwa mamlaka ya TARURA. Mkae mkubaliane ili tusitengeneze taharuki kama ulivyosema Mheshimiwa Mstahiki Meya kwa wananchi wetu. TARURA na manispaa wote ni serikali, na hakuna serikali ya TARURA wala hakuna serikali ya manispaa, wote ni wale wale. Kwa hiyo kabla ya kufika tarehe 1 mwezi wa 7, bahati nzuri pia tulikuwa tushamwagiza TARURA upande wetu wa kamati ya usalama kwamba tupate mchanganuo, mnaenda kufanya nini, mtafanya nini, na elimu itolewe pia, yaani watu waandaliwe wajue kabisa. Kwa mfano kama kuna wengine wanapanga bidhaa kwenye eneo la barabara, ajue kabisa kwamba kuanzia sasa sio bure tena, kuna kitu kinaenda kuchajiwa hapo. Lakini la pili tulilokubaliana ni kuanza sasa kujenga taa mpya kwenye barabara za lami za mji wa Mpanda ambazo hazina taa. Hiyo kama unakumbuka ilikuwa ni ahadi yangu kwenye kampeni, na tulisema katika miaka 5 tutahakikisha barabara zote zinakuwa na taa. Tumekubaliana na watu wa TARURA kupitia mkurugenzi mkuu, bajeti hiyo itatengwa katika mwaka huu wa fedha, kwa hiyo tutaanza pia kuongeza taa. Sasa ningeomba mtu wa TARURA, wale wafanyabiashara wanaofanya kwenye eneo lile la Kinyonto, wauza matunda pale mji wa kati, katika mpango wenu wa hizo taa mtakazoanza kuweka, basi wale muwape kipaumbele kwa sababu wanafanya biashara kwenye maeneo ya giza. Kwa hiyo hilo nilikuwa naomba tusaidie sana kuweka